ya kuchunguza jinai, na makosa yote yaliyotokea mpaka wamefanya ile tume ni jinai, na wao wanasema hawana mamlaka ya kuichunguza, na wakadai hawapo kwa ajili ya kumtoa mtu kafara. Hilo na lenyewe limetutatiza sana, na hawapo kwa ajili ya kumjua nani mwenye kosa. Wametuambia wakati anasema hawapo kwa ajili ya kumjua mkosaji ni nani, ila wapo kwa ajili ya kujua chanzo cha matatizo. Ndivyo walivyojikita pale. Haya, nitaomba atufafanulie rais wa TLS kwamba hawa ni majaji ambao wamefanya nao kazi, ni majaji wakubwa kabisa, wanawazijua sheria. Tumeona wanasheria wadogo wadogo wakiwa challenge. Sasa tunataka tujue tuwaweke kwenye grupu la machawa au inakuwaje? Alafu pili, majaji kama wale waliongeza muda wakidai kwamba tumeongeza muda kwa ajili ya wataalamu kuchunguza miili ya wale waliokufa. Sasa bado wanakuja kutuambia kwamba kwa sababu walipoongezewa muda, majibu waliokuja nayo ni kwamba ile miili iliyoonekana ni miili ya kutoka Gaza. Baada ya kuongezewa muda wakajua miili ni ya Kiarabu. Hii tunataka nayo waje watufafanulie wakili msomi wanapotuambia namna hivyo. Alafu pili, jaji mkuu, majaji wamepita kabisa wakuu, wanadai kwamba utekaji ni janga la kidunia. Utekaji ni janga la kidunia. Sasa hizi ni normal. Unaweza ukatekwa tu hata Marekani, wapi, Uingereza, wapi. Na tumeona watu wakiwa challenge mpaka wamanyang'anya uraia, lakini hilo hatuingii sana. La pili, la mwisho ni kwamba tulisikia baadhi ya polisi wawili wa Kitanzania walikamatwa Kenya wakiwa wanataka kumuua mwanaharakati anaitwa Msabaha. Hawa watu tangu wakamatwe hatujaona wamewekewa wakili yoyote wa serikali kuwafuata kule Kenya ili watolewe, kwa sababu ni watu wa serikalini tuliwaona. Siingii sana nini walikuwa nacho kwenye gari na nini, nataka tu kujua hawa watu ni wa Tanzania na walikamatwa Kenya, na tumeona vyombo vya habari. Hatujasikia chombo chochote cha Watanzania hapa serikalini ikiwazungumzia raia wake wawili wanaosota. Tumeona mpaka wengine wameshaota ndevu kama wanapomdhalilisha Lissu. Tumeona wengine wana ndevu mingi. Hakuna mtu yeyote katika serikali yetu na imeenda kudai raia wetu wamekamatwa wawili kule wakitaka kuua mtu. Ili nataka nalo labda kwa sababu tuna rais hapa leo. Wao nadhani huwa wanaandika tukio mengi na atakuwa nalo nadhani. Mimi nadhani ya kwangu ni hayo tu. Kama nitakuwa maswali na ufafanuzi, lakini yatakuwa yameeleweka. Nadhani atakuwa anaandika, rais atatufafanulia. Tunashukuru Kasama kwa maswali hayo na hoja hizo. Kaka Mwabukusi, una lipi la kusema juu ya hayo? Ya, asante. Kwanza nianze na ile la Nairobi la watu kukamatwa. Kuna utaratibu kama mtu akikamatwa nje ya nchi na shauri ile linaendeshwa kama ni extraditable na kwamba kuna issues, lakini kilichonishangaza hata mimi ni kwamba kama kweli nchi yetu ina tatizo la utekaji, wale si ndio lead sasa ya kwamba nitarajia hata vyombo vyetu vya usalama viombe kuwahoji ili tujue kama wameweza kuvuka mpaka, basi inawezekana na huku ndani wanahusika. Lakini hilo halitatokea wala tusitarajie hilo kwa sasa, kwa sababu sisi wa Tanzania huwa tuthamini uhai wa wananchi. Ndio maana unaona mpaka sasa unaweza kukuta hata watu unaowaamini kwamba wana akili timamu anakwambia yaliyopita si ndwele, tuanze upya. Yani simple tu like that. Mtu anatembeza ameshiba miogo huko anawaambia watu yaliyopita si ndwele. Kuna wakati unaweza ukashindwa kumjibu mtu kwa hekima, ukataka kumnasa vibao, lakini kwa sababu tumepewa hekima unamwangalia na kumpuuza. Kama ulikuwa unamheshimu unampuuza, na kikubwa unachoweza kufanya labda ni kudelete mawasiliano yake kama hata ulikuwa nayo, kwa sababu mtu wa namna hiyo ni changamoto sana. Lakini ili lingine linalofanyika, mimi niseme tu kuhusu masuala mengine ulioyauliza.
kipekee au kwa uhalisia wa kila jambo tuna mkwamo. Ukiniuliza nitasema tuna ukwamo wa vyombo vya utendaji kwa kuwa vimeacha uweledi na vimeacha wajibu wake. Lakini jambo la pili ambalo wengi wanauliza hata silikuwa samani simu hapa inani simu nilikuwa na rekodia maswali hapa, naona swali la pili. La kwanza, Marcus, unaweza ukanisaidia swali la kwanza? Naona simu yangu imezimika, nyingine hapa nilikuwa nikiandikia maswali. Nafikiri swali la kwanza karibia maswali mawili matatu yote ya mwanzo ilikuwa ni kuhusiana na tume ya Jaji Chande, namna ambavyo wali operate. Lakini okay, sawa, nimelipata. Kwa mfano ameuliza kuhusu tume ya Jaji Chande na kwamba walikuwa wanasema kwamba wao hawataki kutaja watu. Ni kwa sababu hata waandishi wa habari wanaoitwa pale sijui wanaulizaga nini, kwa sababu sisi waandishi wa habari wa harusi ndio huyo anaandika habari za mahakama, ndio huyo anaandika habari, ndio maana mtu unashindwa kumhoji. Kama walikuwa hawajatumwa kutaja watu, huo ushahidi waliokusanya walikuwa wanakusanya wa nini? Wapunda? Si amesema wana viapo, walikuwa wakichukua ushahidi wa nini? Wapunda? Ulikuwa unahusu nini? Kwa sababu kuna vitu vingine unajua mtu anakujibu mambo ya kijinga unaacha. Na unapoambiwa fact finding, what meaning of fact finding? Singu kutafuta ukweli. Haya, kutafuta ukweli unafichaje? Kama Boni ndo aliyeiba, aliyedokoa nyama, kwa nini unaficha unasema nyama ilidokolewa? Lakini nani alidokoa? Boni alidokoa kwa mkono wa kulia au kushoto? Tuunde tume nyingine. Hawa wanatakiwa wakamatwe kwa matumizi mabaya ya fedha za umma. Kabisa. Kweli umefika kabisa, unajua kabisa hapa mtu ameuawa, amefanya nini, unakuja kusema mimi sikuwa nachunguza kuua. Unachunguza nini? Kwani asiyejua aliyokuwa akiua ni polisi na wanajeshi? Ni nani asiyejua hili jambo? Unahitaji uchunguzi wa nini? Hivi unaweza kutuma uchunguzi mtu kwenda kuchunguza kwamba Waislamu wengi wanasali Ijumaa na Wakristo wengi wanasali Jumapili? Unahitaji uchunguzi, tume hiyo ikuletee hizo data, si utakuwa tahaira? Kwa kitu kikubwa mimi ninachotaka kusema ni kwamba these guys they are just playing a dilly darling tactics. Lakini wanakosea kwa sababu wanapandisha hasira kwa watu. Kwa hiyo tume ya Chande imekwepa wajibu wake. Kwa sababu uwezo kuestablish ukweli bila unaposema chanzo si lazima ueleze. Utasemaje chanzo cha kuua sio jeshi la polisi? Na utaandaje ripoti nzima ile bila muuaji mratibu na muuaji mkuu, mwenyekiti wa maandalizi ya mauaji ambaye ni tume ya uchaguzi, hujamtaja chochote? Unaanza kuleta hadithi za alinacha za kuokoteza kwenye vijiwe vya kahawa, sijui kuna nyumba ilikuwa mita 10 kutoka sijui kituo cha polisi. Hii Tanzania ukae nyumba mita 10 kituo cha polisi hata wawili mkiingia tu. Lakini kote huku ni kukosa tu uwajibikaji na kujaribu kucheza na akili zetu. Lakini mimi nasema ukweli katika watu waliotuangusha ni tume ya Chande. Haijafanya chochote cha maana. Na ndani ni moja ya tume mbovu kabisa iliyowahi kutoa taarifa mbovu kabisa toka nchi iwepo. Kwa sababu ukiangalia ile ya Mwalimu Nyerere mwaka 76 76 watu waliwajibika, wakuu wa mikoa, wakuu wa vyombo vya usalama, waziri mwenye dhamana waliwajibika. Angalia ile ya Kilombero, watu waliwajibika. Angalia hata majuzi ile akina hata tume ya Nyalali ya mfumo wa vyama vingi, kuna mambo yalifanywa kazi na walileta fakti ambazo kila mwananchi anaweza kaifanyia kazi. Sasa we leo unaleta taarifa kwanza ni ramli chonganishi, yani huyo na wale Wasukuma, ndugu zangu Wasukuma wanaocheza na machatu kukuambia njoo kunikupe hela utajiri au karata tatu, haina tofauti. Hiyo ni taarifa ya karata tatu, haina chochote ambacho tunaweza kusema ni cha maana tukakaa tukakizungumza kama taifa, hakipo. Kwa hiyo mimi ninachofikiri kinachohitajika sasa ni tume huru itakayokuwa na mchanganyiko wa watu wa ndani na nje, lakini na wataalamu wa forensic, wataalamu wa mambo mbalimbali, ili kuweza kuchunguza na wale wahusika. Mimi nilishangaa, unaona hata watu waliokuwa wakisababisha mambo kutoka, wengine wako pale wanapokea taarifa wamekunja nne wana relax, si walikuwa wanajua wanatupanga. Kwa hiyo mimi sidhani kama wanafanya vitu sahihi. Hii taarifa kama hii na kwa yale yaliyotokea, mimi nadhani we need to be serious, na tusipokuwa serious 2029 na 2030 it will be worse. It will be worse.
Kwa hiyo kila mwananchi tujue tu kwamba tume ya Chande kwa kweli tena hata kwa nature ya uovu uliofanyika kuwanyima wananchi ripoti it was something go beyond any sinister, yani it is far more kuliko jambo lolote lile la kiovu ambalo lingetarajiwa, lakini tusikate tamaa, tuendelee kusisitiza uundwaji wa tume. Lakini nachopenda mimi, rais alisema ile taarifa ni yake. Kwa hiyo hata sisi ni kiherehere tu tunaidai na kuijadili, tupunguze kiherehere, si tusisitize taarifa ya tume ya wananchi. Tunataka tume ya wananchi itafute ukweli kwa maslahi ya wananchi, na wananchi wajue nini kilijiri, wale waliouawa kwa nini waliuawa. Angalia Dar es Salaam, unaambiwa vifo vingapi vile, yale si matusi na dhihaka. Matusi kabisa. Nimekuonyesha mtaje kama maeneo kama Songwe, kama Songwe pale. Mimi kwa mfano, kuna mji mmoja unaitwa Ipinda ambapo askari walienda wakazunguka kwenye nyumba wakakusanya pikipiki za watu wakachoma. Huku mtu unaambiwa waandamanaji ndio walichoma. Mimi nakwambia askari Kyela wamechoma pikipiki za watu Ipinda juu, Ipinda chini, wamezunguka, wamechukua pikipiki zaidi ya pikipiki 74 zimekusanywa pamoja zikatiwa kiberiti. Huyu ni askari au jambazi? Kwa hiyo vitu kama hivi vitu huwezi kuvikuta kwenye tume. Huwezi kuvikuta kwenye tume kwa sababu tume imeficha. Kwa hiyo wananchi, tusinikize kuundwa kwa tume yetu huru itakayofanya kazi, ili wakati rais anakuja na taarifa yake, nao wananchi tuwe na taarifa yetu, ili tuweze kucompromise na kujadili sasa tutokeje hapa tulipo. Baki ile ni yake, sisi hatujui, na alisema tusiiombe. Kwa hiyo na sisi tuwe na ya kwetu ambayo tutaitumia kufanyia kazi, na ndio hii tunataka kwamba tuombe kimataifa. Kwa hiyo mimi hilo ningeweza kulisema kwa upande huo. Kwa hiyo nilikuwa napenda kwamba sidhani kwamba hii taarifa ya Chande worth even discussion. Is not our taarifa. Mwenye taarifa alichosema tusizungumze, tupunguze kiherehere. Kwa hiyo isifanye kazi yote inayotuhusu sisi, waitumie wao for their consumption, lakini sasa tuzungumze kwamba tunahitaji taarifa nzuri ya nchi itakayokuwa balanced, itakayokuwa na kweli, na itakayosaidia watu wote kujua nini kilijiri. Asante. Shukrani sana Kaboni. Yani hizi taarifa nyingine, kwa mfano hiyo umesema Ipinda, kuna Tunduma waliuliwa watu wengi sana. Mtu anakuja anakuambia okay. Karibu siasa ni maisha. Karibu kwa swali au hoja, ongeza sauti, dakika 3 ni za kwako. Karibu. Okay. Mimi nitauliza maswali yangu haraka. Swali la kwanza, kitu gani kifanyike kuweza kuwajibisha hawa watu wanaotenda haya, kwa sababu wanafahamika hawa watu mmoja mmoja, baada ya kwamba mahakama imeshindwa kufanya kazi yake? Hiyo ni swali la kwanza. Swali langu la pili, ni kwamba nafasi ya teknolojia au ya mitandao katika kupambana na huu uovu, kwa sababu tunatambua kwamba hatuna uhuru wa vyombo vya habari. Je, ni nafasi hipi ambayo TLS inaweza ikaitumia kuweza kuhakikisha kwamba ujumbe unaifikia jamii kwa kasi kubwa? Asante. Sikusikii kaka, unapungua sana kwa mbali sana, sikusikii kaka. Okay, swali langu nasema hivi, njia gani ambazo zitumike kuweza kuwajibisha hawa watu ambao wanafanya haya maovu na wanafahamika, kwa sababu nafasi ambapo tayari kazi imeshawashinda. Sasa njia gani nyingine iweze ili kuweza kuwajibisha hawa watu mmoja mmoja ambao wanafanya haya makosa, kwa sababu mahakama imeshindwa kazi yake? Hiyo ni swali langu la kwanza. Kama nimeeleza kwenye swali la kwanza, ili niende swali la pili. Nenda swali la pili. Swali la pili, ipi nafasi ya teknolojia au mtandao katika kuhakikisha kwamba tunaendeleza haya mapambano kwa wananchi na kwa TLS kwa ujumla, mpango wenu wa muda mrefu na muda mfupi katika mapambano haya, kwa sababu tunajua uhuru wa vyombo vya habari haupo. Je, tunatumiaje hii mitandao na teknolojia kwa wananchi, na kwenu nyinyi TLS imejipangaje kwa mpango wa muda mrefu na muda mfupi? Hiyo ni swali langu la pili.
Okay, shukrani kaka Siasa Sihami, na ukishajibiwa majibu yako tutakushusha then tutapandisha wengine. Karibu kaka Bonito. Asante. Yeah, mimi nadhani kitu cha kwanza ni kwamba namna pekee ni kuna mambo mawili ambayo unaweza ukafanya. Kuna kitu kinachoitwa universal jurisdiction, yaani ni kwamba unaweza ukafungua shauri hili kwenye mahakama ya nchi nyingine ambayo sisi tuna maslahi au kuna maslahi makubwa ya watu tunaowalalamikia katika hilo taifa, ili kuweza kutaka uwajibikaji wa wahusika kama mfumo wetu wa ndani haufanyi kazi. Lakini hatua ya pili ni kuitumia ICC. Nao ni njia mwafaka ambayo inaweza ikatumika kuhakikisha kwamba wahusika wanachukuliwa hatua. Sisi kama TLS kikubwa tunachoendelea nacho kufanya kwanza ni elimu kwa umma, na tunafahamu kwamba watawala wakati fulani wanawapa vitu vingi wananchi ili viwachanganye. Huku wanakupa Simba na Yanga, huku sijui kuguswa bega uume upotee, sijui huku kufanya nini. Kwa hiyo unazunguka na vitu vya ajabu ajabu vingi. Kwa hiyo si serious. TLS tunawaunganisha wadau na tunaanza kuwa na program maalum ya tunayoita katiba kitaa. Katiba kitaa maana yake tunataka kuanzia huko chini wananchi waanze kujadili future yao. Tunataka rasilimali zetu zisimamiweje, ardhi ilindweje, hifadhi zilindweje, madini yalindweje, utawala viongozi wafanyeje, kinga ziweje, ili at least kila mwananchi tumfikie kwa lugha yake, mama ntilie katika eneo lake, yaani sio yale mambo ya kisanii, ili wananchi tuwe na mchakato wetu maalum wa kukusanya maoni yetu, katiba yetu na sheria zetu tunazotaka zibadilike. Sio hizi narrative zile ambazo baadaye tukakuja kukuta kwamba mara mzee Kingunge kawa anawakilisha bungeni sijui kikundi cha wachawi sijui waganga wa kienyeji, mara huyu anatokeza huko. Ili kuondoka na hivyo vitu lazima tu control narration, kuwaleta watu kwenye hoja za msingi zinazohusu masuala ya kitaifa. Kwa hiyo TLS na wadau wenzetu tutaanza kuwa na midahalo hivi karibuni mikubwa sana inayohusu masuala haya ya msingi, na please be informed kwamba tutajitahidi tufike kila mahali, ili hata huku mtandaoni tutafika, lakini nia yetu ni tujue wananchi wanawaza nini ili tuweze kuwashirikisha. Asanteni sana. Haya, niongee tu kwa upendeleo wa TikTok. Kaka Boni Mwalufusi, hiyo naona mna Wakili TV, Twitter, Wakili TV, Facebook, Instagram, nafikiri kitu kama hicho. Wakili TV basi iwepo TikTok bwana. Gen Z wa faidi Wakili TV. Tunashukuru sana Siasa Makini. Nimelipokea. Tunashukuru sana Siasa Makini kwa maswali mazuri. Ije kwako Malcolm, una dakika 3 za either utoe hoja au uulize swali. Karibu Malcolm. Mimi na maswali kama 3 hivi, lakini la 4 tayari nishamwandikia hapo baba yetu Sijenzi. Huyo ni kama baba yetu, nimemwandikia barua. Nafikiri Mwabukusi utaiona barua yangu hapo Jumatatu kesho. Sasa swali langu la TLC inashirikiana vipi na serikali, bunge kama katika kutekeleza majukumu yake chini ya section 4 ya TLC Act, hasa katika kutoa ushauri wa sheria na kuimarisha utawala bora? La kwanza hilo. Uko sawa? Sawa. La pili, katika mkutano mkuu wa hivi karibuni Arusha, kauli mbiu ilikuwa kuhusu dira ya 2050. Ni hatua gani maalumu ambayo TLC inazichukua ili mawakili wawe katika maendeleo ya taifa, haki binadamu na uwajibikaji? La pili lo. Umepotea. Amepotea. Rudia hilo la pili kaka. Amepotea. Malcolm, unanisikia? Naam. Rudia la pili. Okay. Okay, swali langu la pili. Katika mkutano mkuu wa hivi karibuni Arusha,
kauli mbiu ilikuwa kuhusu dira ya 2050 2050. Ni hatua gani maalum ambazo TLS inazichukua ili mawakili wawe nguzo katika maendeleo ya taifa, haki za binadamu na uwajibikaji? Amekupata. Endelea la tatu. Ningejibu mawili kwanza, maana ninapoandika hapa panafutika futika. Oye, ngoja ajibu wewe mawili kwanza Malcolm. Tulia hapo. Pumzika hapo. Utapata nafasi ya swali lako la tatu afu then utashuka. Karibu. La kwanza, tunashirikiana na serikali katika miswada inapoenda bungeni, huwa tunapokea ushauri wetu, bado ni ndogo sana, it's so minimal. Lakini eneo letu la kwanza ni hilo la kuandaa mijadala na miswada, kuijadili, kuichambua na kuweka mapendekezo. Eneo la pili tunalofanya tunaposhirikiana na serikali kwenye section 4 ni kutoa docu brief kwa namna ya kusaidia. Yani docu brief tunazofanya ni pale kunapokuwa na mtu unashtakiwa kwa makosa makubwa kama ya mada, mauaji na nani. Kwa hiyo sisi tu huwa tunakwenda kujitoa kusaidia wananchi, lakini kuna masuala kama ya misaada hii mingine ya kisheria ambayo siku za karibuni wakaibrandish Mama Samia Legal Aid, lakini ukweli ni huduma zilizokuwepo siku nyingi, tena zilianzia TLS, serikali ikazichukua. Hizo ndio kazi tunazofanya kwa pamoja. Na jambo lingine ambalo tunalifanya ni katika tafiti. Kaka Boni, kuna muda unakatika kidogo. Na muda simu yako inakatika kidogo. Kaka Boni, pale kunapokuwa tafiti ya mambo mbalimbali yanayo tunapeleka kwenye tafiti. Kaka Boni, nasikika? Kuna muda ulikatika. Nasikika. Nasema kuna muda ulikatika kidogo. Nilikatikia wapi? Kama unaweza ukaanza pale ambapo ulizungumza kwa habari ya zile huduma ambazo kwa mnatoa, alafu baadaye wakaipora wakaipa kama Mama Samia Aid, something like that. Nasema huduma kama hizo ndizo tunazozifanya. Kwa hiyo tunashirikiana mbalimbali namna ya kutoa misaada kwa wananchi, ndio namna ninavyoweza kusema kwa sasa. Kwa hiyo ni eneo pana, lakini lingine kwa namna gani tuna meji na 2050 ni kwamba kwenye 2050 tunapo meji ni katika sisi kupitia strategic plan yetu ya TLS, ambao sasa kupitia hiyo plani ndipo tumeweka utaratibu sasa na kuboresha mipango yetu, ili sasa tuanze kuona namna tutakavyoweza kuendana na serikali kwa mipango ya serikali. Lakini tukumbuke changamoto ambayo bado ipo ni kwamba TLS inajiendesha kwa pesa zake binafsi, hata kwenye majukumu mengi ambayo inafanya kusaidia wananchi. Hatupati mgao wowote kama mashirika mengine yanayofanya huduma za kijamii. Kwa hiyo tunajaribu kufanya hivyo ili kurahisisha mawasiliano ya pande zote na ushirikiano wa kijamii katika kuendesha haya mambo. Na sasa hivi wewe ni rais na kile kikosi kazi chako pale ndio ndio amwezi hata kupewa sumni. Yaani nyie ndio inabidi tuanze kutembeza bakuli, labda tuanze kuwapambania huko. Kwa hiyo kuna changamoto kidogo. Jamani, nimesikia huko TLS hao. Yaani hawapati mgao wowote. Kwa hiyo siku nyingine mkiwakumbuka huko na wenyewe wafanyiweni tone angalau wafike huko vijijini kufundisha sheria. Kwa sababu kimsingi Chama cha Mapinduzi kimekataa kabisa elimu ya uraia, kwa sababu wanajua watu wakipata elimu ya uraia ndio mwanzo kabisa wa ukombozi wa nchi. Okay, Malcolm, nimaliza swali lako la mwisho kaka. Karibu. Swali langu baba yetu hapo Mabukusi. Swali langu linakwenda hivi: ni hatua gani TLS inazichukua sasa kushirikiana na asasi zingine kama LHRC
ili kuhakikisha ripoti hii haibaki tu kwenye makabati bali inazaa matunda ya haki na maliziano ya kitaifa. Nafikiri inazungumzia ripoti hii ya Jaji Chande. Nafikiri upuuzi alioongea yeye Jaji Chande wote nafikiri Mwabukusi umeusikia. Pia vile vile na kuomba sana, jina langu ni Malcolm, hata kwenye hiyo barua huko nafikiri utakuwa umeiona, utaiona huko kesho ofisini. Naomba uiangalie, usome vizuri. Nafikiri naomba unijibu hili swali, alafu naomba na kesho usisahau barua yangu hiyo na utanijibu kwenye email yangu. Haya. Shukrani Malcolm. Sijui kama Mwabukusi hilo swali umelielewa vizuri. Lakini nafikiri tumeshaongea sana kuhusiana issue za nani ya Chande hapa, ya Jaji Chande. Kitu ambacho kwanza amenifurahisha sana kaka Bongofuzi asema hata kuiongelea tu ripoti yenyewe ni kama vile tunajipendekeza. Maana ripoti yenyewe kwanza tulishaambiwa sio ya kwetu, hatujaisoma, tunazungumza tu kwa habari ya Marcus. Hili swali langu nafikiri labda niliweke sawa. Ni swali ambalo linahusu kwamba Jaji Chande huyu yani asiachwe hivi hivi, na hii ripoti yao walioitoa isiachwe hivi hivi, kwamba tufike sasa kwamba huyu rais, unajua rais ndio huyu wa TLC ana ushawishi mkubwa sana katika mashirika ya nje, haswa katika hii ripoti pia vile vile. Sasa je, wao kama wao wamejipanga vipi ili kuweza na sisi tutawapa nguvu pia vile vile ya kupush ya kuweza huko mashirika ya nje yakaweze kutambua hii ripoti iliyozungumzwa kwamba ni uongo, na yote aliyozungumzwa ni haiwafedi wananchi, yani haiwasaidii wananchi, bali imekuwa ikiwalinda wanasiasa ambao ni wa Chama cha Mapinduzi. Sasa wao wana mikakati gani kwamba hapa Tanzania itakuwa ni ngumu, kwa mfano kufungua kesi Mahakama Kuu au kwenda Mahakama Kuu itakuwa ni ngumu kwa sababu hawataweza kupewa ushirikiano. Tunatambua kabisa kwamba Mahakama Kuu haiwapi ushirikiano mzuri hao. Sasa wao kama wao wana mikakati gani mpaka sasa hivi ambayo sisi kama Gen Z leo kuwepo kwake hapa tuweze kupushi na hiyo mikakati ili iweze kufika mahali pake, kwa sababu tumemuita hapa ili na sisi kwamba lengo letu ni kuweza kupata uhuru Tanzania. Sasa kama hii mikakati yao labda ya kuweza kupush huko kwenda huko nje, na sisi tushirikiane nao pia vile vile katika aidha kupush aswa katika hayo mashirika ya huko nje. Nafikiri labda hapo utakuwa umenielewa baba yetu Mwabukusi. Kaka okay. Niseme tu kweli kwamba mimi sio msemaji wa mashirika mengine, ni msemaji wa taasisi, lakini kwa pamoja tulichofanya kwanza tumetoa ile tamko. Kutoa tamko lile moja kwa mtu yote aliyelisoma ataelewa tumemaanisha nini. Ujumbe umekamilika na unajitosheleza. Kwa hiyo ndio jambo kubwa tuliloweza kulifanya. Sisi tumeona kwamba kazi hamna kilichofanyika, kazi inahitajika kufanyika na tunatakiwa kuanza upya. Na nia yetu ni tupate ukweli ili tujue namna ya kufanya uwajibikaji na kutoka hapa tulipo. Okay, shukrani sana. Shukran Malcolm. Nikukaribishe. Okay, Nurvas, una swali au hoja? Karibu Nurvas. Mimi sina hoja, sijui kama wananisikia. Confirm kama wananisikia. Mimi nitauliza maswali kwa rais wa TLS. Kaka Boni, nafikiri unamsikia Nurvas? Namsikia. Anakusikia. Mimi nina swali. Kwanza tunashukuru sana kwa kukupata leo. Najua uko busy lakini tunakushukuru sana kwa kupata uwepo wako leo. Swali la kwanza, ukiwa kama rais wa TLS unawaongoza mpaka wanasheria ambao wamekuzidi umri, nataka kufahamu kwamba unapata ugumu gani saa nyingine kuwaongoza? That's number 1. Namba 2, mara nyingi umekuwa ukisimama na wananchi na ukitetea ukweli. Nataka kufahamu kwamba wameshawahi attempt kukuteka au kukupa vitisho vya namna yoyote ile? That's number 2. Number 3, la mwisho, tuna maandamano mwezi wa 7 tarehe 7. Last time tulijaribu kuandika barua na tukatuma kwa email kwa jeshi la polisi
lakini wakasema kwamba hawakupata barua, au kwa maana nyingine waliignore nani zetu, barua zetu. Unatushaurije this time kama mwanasheria? Unawashaurije wananchi, au unatushaurije si wananchi ambao tunasema kwamba tumechoshwa na hivi vitendo, tunataka kuingia tena barabarani na hii ni lazima tuingie? Unatushaurije? Asante. Cha kwanza ni kwamba kupokea au kutokupokea vitisho au namna ninavyofanya, kwanza nitaka kusema kwamba namna ninavyofanya kazi yangu ndani ya taasisi sio vema sana kama kuna lolote kuzungumza nje, lakini lazima uelewe popote pale mnapofanya na watu, changamoto si kawaida, lazima iwepo. Hakuwezi kukosekana changamoto, na kwenye mataifa kama yetu swala tu vitisho tunakuwepo. Kama mnakumbuka, hata kuna wakati nilitoa maelezo kwamba kuna watu walikuwa wananitisha na wengi wakiamuru kwamba hata Mbeya nisirudi, na kwamba nikirudi ndio itakuwa mwisho wa maisha yangu kama rafiki yangu alivyopotea. Lakini niliwaambia wahusika kwamba siku fulani nitakuwa Mbeya, nilirudi Mbeya. Kwa hiyo kuna mazingira ambayo huwezi kukataa, lakini tunataka kujiuliza, wewe unanitisha nchi ya babako, kwani mimi hapa nchi nime nani? Kwa hiyo kikubwa wa Tanzania kwanza mimi wasipendi kukaa kwenye vitu negative. Yani mtu sijui unitishe, umekaa huko na kicheo chako unitishe. Mimi sikutishi, mimi siogopagi mtu kwa sababu siibi mali ya mtu. Kama unachukia msimamo wangu, kufa, kwa sababu sikuandika kwako barua ya mimi kuwepo na sikuandika barua ya kukualika wewe uje. Kwa hiyo wewe ukija na msimamo wako, mimi nitasimama na msimamo wangu. Kwa hiyo mimi vitisho waga nachukuliaga tu ni kauli za kijinga, na ndio maana mimi ukinitisha, ukinikoromea na kukoromea, ukiniheshimu na kuheshimu. Sipendi sana kuchukua hivi vitu negative. Nimetishwa naanza kukimbia kwenda ananitisha hii nchi ya babake. Hamna mtu, tusikubali kutishwa au kutishana. Tujaribu tu kuambia watu tu kwamba kila mtu anahitaji kumheshimu mwenzake. Kila mtu anatakiwa, kama unafikiri nimekosea, chukua hatua za kisheria. Ndio maana tumekuwa na sheria, lakini sio mtu anakaa kule huyu anasema hivi. Kwa hiyo haya mavitisho mimi waga yatachukua, it has never been my priority. Mimi ninachotakiwa tu ni kuchukua tahadhari, kuhakikisha tu kwamba popote na chochote unachofanya unakifanya kwa njia ambayo hakitoi nafasi ya mtu kufanya jambo lolote ambalo ni tofauti. Ili la maandamano ulilosema, mimi ningetaka kuambia kwamba swala kuandamana katika nchi yetu sio kosa, wala uombi ruhusa polisi, unatoa taarifa. Sema tatizo kubwa linalokuja ni kwamba wakati fulani, wakati tunazungumza au mnazungumza kuhusu maandamano, mnashindwa mnajichanganya na agent provocateur. Wakati fulani watu wengine wanawapandikizia vitu vya ajabu, kwa sababu lazima kozi ya maandamano iwe lawful. Yani huwezi kusema bado tunaandamana sijui tukamuondoe fulani sijui tukafanye nini. Tunaandamana, tunataka katiba mpya, tunaandamana, tunataka utawala wa sheria, tunafanya nini? Hilo unakuwa hujafanya kosa lolote, na polisi unamtaarifu tu, sio unaomba ruhusa, unamtaarifu. Yeye jukumu lake ni kuandaa watu wakuja kulinda. Lakini mimi nilichoona ni kwamba kuna watu wanajichomeka kwenye mijadala yenu. Mtu anaanza kusema tutachoma au tutapiga risasi au tutaua au tutafanya nini au tutapindua. Yani anazungumza vile criminal, yani kwa namna ya kwamba waonyeshe kwamba mnataka kwenda kufanya riot. Yani sio maandamano, ni riot. Kwa hiyo huo ujanja lazima muukwepe sana, na watu wa namna hiyo msiwaruhusu kwenye mijadala yenu. Maandamano kama maandamano ni haki ya raia, inatambulika kisheria, inalindwa kikatiba. Kwa hiyo tusiogope wala tusisikie unyonge. Unataka kuandamana hata mara 20, andamana. Kazi yao wao ni kukupa ulinzi, kuhakikisha unaandamana na unatimiza lengo. Maandamano sio lazima yawe, kwa mfano unaweza kusema tunaandamana tunamkataa Mwabukusi, hatumtaki, tunataka Mwabukusi ajiuzuru. Hiyo sio uhaini wala sio kosa. Wewe simamia hilo unalolisimamia, lakini kitu kibaya ambacho kisheria hairuhusu ni kile ambacho unakwenda kuconnotate unajua kwenye criminal tunasema kwamba kitendo unaweka maneno ambayo yanaambatana na kitendo ambacho kimekatazwa kisheria. Sasa hiyo ndio hatari. Lakini maandamano kama maandamano hayana shida kabisa. Andamaneni, toeni taarifa polisi. Maandamano ni halali, hakuna anayeruhusiwa kuzuia watu wasiandamane. Raisi, taarifa tunatoaje? Kwa sababu imeonekana mara nyingi taarifa zikitolewa zinapingwa na zinakataliwa. Tunatoaje taarifa?
taarifa unatoa we kwamba mimi ni fulani au sisi ni akina fulani, tuko mahali fulani, anwani yetu ni fulani, tutaandamana siku fulani kutokea eneo fulani kwenda eneo fulani kwa siku kadhaa. Kwa hiyo ukifanya hivyo inatosha kabisa. Whether wakatae wakubali, umeshawapa taarifa, si ndio hivyo? Shida si taarifa tu. Ni taarifa. Okay. Karibu, nani aliingia mwingine? Karibu The Mask. Ndio aliingia wa. Asante kaka Nurvas kwa maswali mazuri. Karibu The Mask. Asante sana, asante. Una dakika 3 mpaka 4 za hoja yako na maswali. Kabla The Mask hujazungumza, jamani, hii account ina warning. Kama unaweza ukatap na kutuma makopa, karibu sana, ili tuendelee kuilinda. Tuna kama dakika nyingine kadhaa hapa, afu then tutamwacha rais akapumzike. The Mask, karibu. Asante. Hongera sana Mheshimiwa Rais kwa kazi ndogo mnayofanya, inaonekana. Pia napenda kutumia nafasi hii kukataa ile kazi waliyofanya kina Dr. Chande. Jaji Chande, na ikataa kazi yao. Pia swala naenda kuzungumza hapa ni kwamba sote wanasheria, nyinyi nafahamu nchi inaongozwa kisheria na katiba, lakini mmeona kwamba sheria na katiba zote zinafutwa. Nyinyi mahakimu, mawakili, mnalalamika kwamba mnaonewa na serikali. Sisi raia tunalalamika kwamba tunaonewa na serikali. Lakini sisi raia, kwa kuwa tumeona tunaonewa na serikali, tumechukua hatua ya kufanya maandamano kuipinga serikali iliyokuwa madarakani. Tunapochukua swala hili, kama na nyinyi mliona pia mnaonewa na serikali, katiba ifuatwe. Je, nyinyi wanasheria mmechukua hatua gani za kuungana na sisi kusema kwamba tunaenda kuitoa hii serikali? Maana serikali hii imeshindwa kutekeleza yale ambayo wanapaswa kutekeleza. Na hii sio kusema hili labda ni ghetto, labda kikundi cha watu wachache, labda ghetto master anaamua kwamba nani tumue, nani tumfanye hivi. Nchi ya sheria, lakini wameshindwa kufuata sheria. Tunapolalamika wameshindwa kutusikiliza, kufuata kile tunachokizungumza sisi. Sisi tunaamua kuandamana. Nyinyi wanasheria, na kama mnaona kabisa sheria ilivunjwa, na mnaona kabisa katika ibara ya 8 inawapa nguvu wananchi tunaamua kwenda barabarani. Nyinyi wanasheria, mnaposhindwa kutoa tamko kama sisi tunaosema kwamba tunakwenda barabarani kuiondoa serikali au kupinga hiki, nyinyi hamfanyi. Maana yake kwa namna moja au nyingine, nyinyi hatuwezi tukaita kwamba wasaliti, mnatusaliti sisi ambao tunaenda kuipigania nchi yetu. Maana tusirudi tena kwenye sheria. Hata nyinyi mmelalamika sheria haiwasikilizi tena. Mahakimu wakiwa mahakamani, mawakili wanapigwa, wanawekwa kwenye wanachukuliwa kama wauni pale mahakamani wanaenda kuzulia kesi. Mkienda kwenye kesi mnafanywa hiki. Kila kitu na nyinyi hamsikilizwi. Maana yake hapa hakuna tena utawala wa sheria. Tunatakiwa tuvunje kila kitu ili tuanze na upya. Sisi wananchi tumejitoa, tunakwenda mstari wa mbele. Nyinyi mawakili mnasemaje katika kutuunga mkono sisi ili tuende kwa pamoja? Asante sana. Shukran The Mask. Kaka Boni, umeyakamata yote hayo? Kwanza cha msingi ambacho ndugu yangu wafahamu kwamba ndio maana nasema kuchoose diction ndio kunawapa watu nguvu ya kuanza kupinga maandamano kwamba yana nia ya kihalifu. Kwa mfano ukisema naandamana kuondoa serikali, tayari inaweza ika create offense. Inaweza katengeneza kosa manangu ya jinai. Unaandamana kupinga ukiukwaji wa katiba na kukosekana kwa utawala bora. Unaona? Yani unapoandamana kupinga kukosekana kwa katiba na utawala bora is a lawful cause. Lakini ukisema naandamana kuiondoa serikali unakuwa umekosea, kwa sababu sisi serikali yetu zinaondolewa kwa kura. Hilo ndio nalolisema la kwanza. Yani lazima tuangalie tunavyozungumza. Ndiko wenzetu wanakocheza. Kaboni, vipi sasa kama hiyo serikali unasema inaondolewa kwa kura? Kama inaondolewa kwa kura, silitakiwa iwe imewekwa kwa kura? Ndio maana nakwambia hata akaingia kiharamu, ameingia si yuko pale. Yeye ndio anayesimamia na vyombo vyake. Huwezi kusema nchi yoyote, hata huko mliko, huwezi kusema kwamba nataka kuandamana kuiondoa serikali madarakani. Tayari ile ni offense, kwa sababu sisi wananchi ndio tulitunga zile sheria. Kwa sababu nazungumzia sheria tulizozitunga. Zinasemaje? Huko ndiko mnapowapa mwanya hawa watu. Lakini ukisema tunaandamana kupinga ukiukwaji wa katiba, upoteaji wa raia, kukosa uwajibikaji, wizi, ubadhirifu wa mali za umma kama unavyoonyeshwa kwenye ripoti ya CAG, hiyo cause ni lawful cause. Unaruhusiwa kuandamana, na tunaita kuandamana kutaka uwajibikaji. Usiwape maneno walioyaumba kwenye jinai. Kuna maneno ambayo tayari yameumbiwa makosa
in advance. Sasa ukiyatumia maana yake si unampa kozi yule mtu. Kwa hiyo jambo la pili ndio nilikuwa nasema kwamba lazima mnapoandika, yani tafuteni namna nzuri ya kuratibu na kuweka ile kozi vizuri, ili mtu asije akasema unaona maneno yamesema hivi, hili neno limesema hivi, huyu unaona anataka kuondoa kufanya nini. Kwa hiyo ni wote tunakubali kwamba kulikuwa hakuna uchaguzi, hakuna sibicha kwamba kulikuwa hakuna uchaguzi, wote tunajua kwamba kulikuwa hakuna uchaguzi, wote tunajua uchaguzi wa kufanyika. Ndio maana tunasema tunataka accountability, tunataka transparent, na ndio maana tunasema lazima tume ya uchaguzi iwajibishwe. Wote tunajua hilo, lakini kikubwa ni kwamba kuna namna ambavyo tukitumia maneno tunashindwa kwenda, kwa sababu hizi nchi zetu sio kama hizo zingine. Ndio maana nilikuwa namwambia wenzetu wako more advanced, wana uvumilivu, wanasikiliza maoni hata yasiyopendeza, wana nini. Huku tuna watu ambao ni too mechanical wengi bado, tofauti na huku wenzetu ambao wako more advanced. Kwa hiyo tunawapa watu fursa, wanaanza kushambulia. Lakini wengine wameuliza, nyie wanasheria mbona mnatuacha? Hebu imagine mimi kunichukua kunipeleka mahakamani, minimum cost inachoweza kutoka kwenye kesi ndogo ndogo labda inaweza kawa milioni 4 au milioni 5 kwa mtu ambaye milioni 5 tuseme roughly, hizi kesi ndogo ndogo. Lakini kesi kubwa kubwa hizi za treason ni zaidi ya milioni 10 na kitu. Lakini niwakumbushe, watu zaidi ya 2400 wameshtakiwa mahakamani. Nyie wote ni mashahidi. Mimi ndio nimeratibu pamoja na wenzangu na kuhimiza na kusimamia kuhakikisha kila aliyekamatwa, kila aliyepelekwa pale kinyume cha sheria anapata utetezi bure. Aliyelipa ni kwa sababu aliamua, lakini bure. Tulifanya hiyo kazi, na msifikiri tunapowatetea bure ni kazi rahisi. Nadhani wote mnaona TLS mpaka inafikia kunyang'anywa certificate ya kutoa legal aid, sio kazi ndogo. Ni kwa sababu kazi tuliyofanya watu wanaichukia. We are paying a heavy price ambayo hamwezi kujua. Ni kweli. Lakini sisi ni tofauti. Ndio unaweza kuvuta, lakini kumbuka kwenye nchi kuna mainjinia, kuna madaktari, kuna nani vyama hivyo. Umewahi kuona wapi wanafanya kazi angalau inayofanywa na TLS? Lakini TLS mnatuona tunaenda mahakamani under threat. Kuna mpaka chama cha walimu ambao wanashiriki kuiba uchaguzi. Yeah. Kumbuka anayekuja kutetea wananchi ni TLS, na wote mnamuona anakuja anafanya kwa mazingira magumu. Wengi kwa sababu wakili sisi tumefundishwa, mimi siwezi kuja kwa mteja kumwambia na mimi natishwa. Mimi nikifika natulia, natekeleza wajibu wangu wa kisheria kimya, bila kufanya nini. Lakini tunafanya kwa mazingira magumu ya kutisha, lakini tunahakikisha hakuna mwananchi anayeshtakiwa kwa shtaka kubwa na akakosa huduma za msaada wa kisheria. Sisi tunakemea very strongly. Kumbuka Chadema walikuwa wanakatazwa kuhudhuria kesi ya mwenyekiti wao, lakini saa hizi hawaruhusiwi. Ndio moja ya majukumu tunayofanya. Yani mimi siwezi kufanya politically, nafanya kisheria. Lakini tuko na nyinyi, tunawasaidia wananchi, na popote pale kunapokuwa na ukiukaji huwa hatuogopi. Kwa kweli hatuogopi kabisa, ni kukuhakikishia hatuogopi. Mimi niseme tu kwa jenzi wanaosikia, nafikiri mmemuelewa, yani achana kumuelewa, naongea msisitizo wa nyuma yake. Nafikiri mmemuelewa rais wa TLS, mmemuelewa rais wa TLS. Karibu Sayon kwa swali. Dakika 3 mpaka 4 za kwako kwa swali au hoja. Karibu. Asante. Shukrani sana. Ongeza sauti kidogo dada yangu, kama unaweza. Yaani kama vile unataka kuchamba. Rais wetu hapo katufunua hichi kichwa chetu. Yaani mimi nilikuwa najiuliza swali. Tunakwama wapi sisi? Kwani kuna ubaya gani tunafanya tunapoamua kuandamana? Mbona jeshi linakuwa linatumia nguvu nyingi, linatumia kila kitu kutuzuia? Kumbe tulikuwa tunakwama kwenye